Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema. Asante kwa wakati huu, asante bariki Mfalme. Neema yako yatosha, ukuu wako watosha Bwana. Majira haya Bwana, nakabidhi kipindi hiki mikononi mwako. Sema na wana wako Bwana, nitumie kama chombo chako nikiwa katika kuhani wa zamu. Roho Mtakatifu bubujika ndani yetu kwa kila mmoja. Bwana Yesu, ninakushukuru maana unaenda kutenda zaidi ya kutenda. Mioyo ya watu wako ikawa tayari kupokea na kujifunza. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya, mwana wa Mungu. Haleluya, mwana wa Mungu. Umebarikiwa sana, umeinuliwa. Ninafurahi kuwa pamoja nawe jioni ya leo, ikiwa ni Fresh Saturday na Pastor Florentina Gama. Namba yangu ya simu ni 0757343333. Mungu wetu peke yake ndio alituwezesha tufike leo majira haya na saa hii. Haleluya. Si kwa akili zangu wala si kwa uweza wako, ila ni kwa huruma za Bwana peke yake. Ni kwa huruma za Bwana peke yake. Yeye peke yake ndio ametuwezesha. Yeye peke yake ndio ametuwezesha. Haleluya. Haleluya, mwana wa Mungu. Hivyo nina furaha sana kuwa pamoja nawe asubuhi jioni ya leo. Umebarikiwa ulioiona asubuhi, umebarikiwa ulioiona mchana, umebarikiwa ulioiona jioni tena hii ya saa 11. Flash Saturday yetu tunajadili na kulitafakari neno la Mungu kwa wiki nzima, maisha yetu ya kila siku. Pia tunalitafakari neno la Mungu jinsi tutakavyoandaa mioyo yetu kwa ibada ya kesho ya Jumapili. Hivyo nataka nikwambie nakupenda sana katika upendo wa Yesu Kristo. I love you so much. Umebarikiwa wewe ambaye uko pamoja nami sasa hivi. Wewe kweli ni mwana wa Mungu. Nitafurahi na nitakuheshimu sana wewe ambaye utakuwa una share live, utakuwa una like, una comment, una swali unauliza. Tuko darasani, mimi na wewe ni wanafunzi, tunajifunza kwa pamoja. Unakujazia katika chochote nitakachokiongea, una uhuru wa kuandika hapo. Haleluya. Ili mradi ni swala la kujifunza kuishi katika tengenezo la Mungu. Amen. Amen. Nilizungumza juzi katika darasa langu la kutafakari. Nikajaribu pia kuzungumzia habari ya haki ya mtu. Naamini wale ambao mliendelea kuangalia, mlifuatilia, mliona, mmebarikiwa sana. Mmebarikiwa sana na naheshimu na kuwapenda, maanake sio kitu rahisi sana kukaa kupoteza bando yako, kukaa kunifuatilia mimi ni nani, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu ndani yako unafuatilia na unasikiliza. Haleluya. Neno la Mungu ni jipya kila itwapo leo. Neno la Mungu ni jipya kila itwapo leo. Hakuna neno la Mungu la kuzoea. Kila siku tunajifunza. Ni ile ile, Biblia ni ile ile, haijawahi kubadilika, lakini maneno kila siku Bwana anatupa ufunuo. Mafunuo mapya, anatupa mafundisho mapya. Kutofanya mapenzi ya Mungu na kuridhishwa na mambo ya nje. Kufanya mapenzi ya Mungu, Wagalatia 5 mstari wa 21 mpaka la 22, 23 hapo. Lile tunda la Roho ambalo linatakiwa uwe nalo, uishi nalo. Haleluya. Hilo tunda la Roho unatakiwa uwe nalo na uishi nalo. Hivyo unajitizama wewe mwenyewe kwamba mpaka sasa hivi, je, tunda la Roho lipo? Tunda la Roho linaishi ndani yako? Je, una kiasi? Una kiasi katika kutenda mambo yako, kuamua mambo yako, ama unakurupuka tu unaamua mambo yako? Je, umemweka Mungu wako karibu sana? Maana alisema yu karibu nasi kuliko sisi jinsi tulivyo karibu na yeye. Je, na wewe pia hapo ulipo umeweza kuwa karibu na Mungu kupitia tunda la Roho? Upo karibu na Mungu? Matendo yako yanampendeza Mungu? Je, unafanya mapenzi ya Mungu au hufanyi mapenzi ya Mungu?
Kwa yule aliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo kabisa ameamua kumpokea Yesu na ameamua kuishi katika tengenezo la Bwana. Ni furaha yangu sana nikiwa napata kibali hiki Bwana anavyonipa kukaa kusema na wana wa Mungu wenzangu, watoto wadogo wenzangu. Kila nikitizama katika maisha ya Ukristo, tunaweza tukafikiria ni swala rahisi na jepesi. Ni rahisi na jepesi kwa yule aliyeamua kukinai na kugeuka na kuthubutu na kujikana. Utaona ni wepesi, lakini kwa nini wewe unakengeuka, ama ni kwa nini inatokea hilo swala? Wewe unakuwa upo tu. Nini kinatokea hapo? Kinachotokea hapo ni kwa sababu tu wewe mwenyewe umeshindwa kukaa katika ile nafasi ya kumbeba Kristo aishi ndani yako. Haleluya. Leo nitazungumzia habari ya umakini wa kiroho. Umakini wa kiroho. Umakini wa kiroho. Mafanikio, Biblia inatuambia huanzia rohoni. Je, nafsi yako na moyo wako na mwili wako unaambatana na kusudi la Mungu maishani mwako? Linaambatana hivyo? Umakini wa kiroho una sehemu 3 ama 4. Kuna lango kwa mtu. Ni lango gani kwa mtu? Kuna roho iliyo wazi kupokea Roho Mtakatifu. Kupoteza utakatifu katika kanisa ama wewe binafsi. Toba ya kweli ili upokee utembeo wa Roho Mtakatifu. Viko vingi mimi nimetizama katika pande hizo 4. Lango la mtu. Katika umakini wako wa kiroho, ni lango gani hasa umeliweka wazi kushibishwa rohoni, na ni lango gani hasa umeliweka wazi kuwa na njaa ya roho? Kupata chakula cha kiroho ni jinsi unavyoendelea kuishi katika tengenezo la Mungu. Kama nitakufundisha hapa au utafundishwa na mchungaji wako, nabii wako, mtume wako, mwalimu wako, mwinjilisti wako, kuhani wako, lakini hujaamua kuyachukua yale maisha, yale mafundisho ukayaishi, unakuwa bado hujamakinika katika kiroho chako. Kwa sababu unaweza ukafungua katika lango, kalifungua lango la asili, ikawa ndio kabisa umetoka kabisa katika umakini wako wa kiroho. Uwezi. Unaweza kabisa ukafungua katika lango la kuongea. Kweli kabisa yeye ni mtakatifu, lakini kwa jinsi unavyoongea mabaya au yasiyostahili kwa wengine, na jinsi kinywa chako kinavyokuwa lango kunajisi, kiroho chako kinakuwa hakipo sawa. Kweli kabisa wingu na mtembeo wa Roho Mtakatifu upo hapo, lakini kwa sababu unajinajisi na kwa sababu kinywa chako akineni sawa. Mwingine unakuta kabisa katika lango la kwa mtu ni ile lango la roho, la moyo wake. Moyo wako hukutaka kufanya kuwa safi. Moyo wako umebebesha vitu vingi. Kila kitu wewe ni unakiweka moyoni. Hapo kabisa umakini wako wa kiroho unakuwa, kwa sababu moyo jinsi unapokuwa unaumia na kujaza, unautafuta vipi uso, unashibisha vipi roho yako. Ili roho yako ishibishwe, hakikisha moyo wako uko sawa sawa. Ili upate mafanikio ya rohoni, ni lazima na moyo wako huo una mafanikio, kwamba umekubali kuwa umejaza Roho Mtakatifu peke yake. Lakini kama moyo wako bado umebeba vitu, kwenye upande wa hazina una vitu, kwenye upande wa maskani una vitu, kwenye upande wa kiini una vitu. Huo moyo kama umebebesha hivyo vitu, kiroho chako lazima kisiwe kabisa sawa sawa. Umakini wako wa kiroho. Hivyo ndio maana unakuta umeokoka vizuri kabisa na ulikuwa mtumishi. Nini kimekuchafua? Ni moyo umechafuka. Ni moyo umevamiwa. Moyo ukivamiwa, kiroho chako hakita, huwezi tena kukaa rohoni. Ule uwepo huwezi kuona. Hata kama Bwana alifungua jicho kwako, ama Bwana alifungua sikio kwako, au Bwana aliweza kufungua kinywa chako cha matamko na neno la maarifa ndani yako, chochote Bwana ambacho alikuwa amekiweka, lakini kile kitu kinaendana na kiroho chako. Lakini sasa kama wewe hujakuwa makini na kiroho chako, unakuwa tu wewe uko mwepesi kufungua lango lako la moyo,
kukubali takataka zote, kila rubbish iwekwe hapo, unasahau kwamba hapo ndio kwenye chemchemi ya uzima wa roho na mwili na nafsi. Tayari wewe umekubali zile takataka, tayari lango lako umeliweka wazi kwenye upande wa moyo wako. Ndio maana umechafuka hata ukienda kanisani, ndio maana umechafuka hata ukiona angalia watumishi unasikia kichefuchefu, na hata mimi mwingine hapo unaniona ni wale. Hapana. Mungu wetu ni mpya kila itwapo leo, na anatengeneza watumishi wake kila itwapo leo, kama jinsi ilivyokuwa Sauli kwa Daudi. Ukiona unaishi sio, Bwana anainua mtu mwingine akae katika nafasi hiyo, kama jinsi ilivyokuwa kwa Musa na Elisha. Haleluya. So jinsi Musa na Joshua, kama Elia na Elisha. Sasa usikae tu kwamba ukahisi itakuwa hivi hivyo kila siku. Hapana, Bwana anatumia watu wake, na Bwana kila itwapo leo anasema na watumishi wake kwa tofauti. Sasa kama moyo wako ulikutana na waliokengeuka, ulikutana na ambao wanaishi tu kiformality, umekutana na watu ambao hawajambeba Yesu kikweli kweli wako tu kama vile wanaigiza, wao wasikutafue moyo wako ukaharibu kiroho chako. Moyo wako siwe lango la kuharibu kiroho chako kuweza kusikia sauti ya Mungu. Haleluya. Sasa hakikisha unakaa vizuri kabisa na Mungu wako katika moyo wako, unahakikisha maskani kuko vizuri, kwenye kiini kumemweka Bwana, maskani mwako kumemweka Bwana, na kwenye hazina yako ni Bwana amekaa. Lakini hazina yako ukiwa umeshibisha tu, wewe umeweka vitu visivyostahili kwenye kiini chako na maskani yako yote imechafuka, hakuna makao mahali Roho atatulia aweze kunena na wewe, aweze kusema na wewe. Hivyo hakikisha katika lango lako la moyo wako. Nazungumzia mwingine umakinika katika kiroho chake, katika mwili wake pia. Mwili unawaka tamaa, mwili unawaka moto. Haleluya. Mwili unakupelekesha aidha kwa tamaa ya mwili ndani, kwa tamaa ya mwili ya nje. Nikisemea ya ndani, zile hisia za ndani za mwanaume ama mwanamke. Nikisemea za nje, yale mavazi na tamaa zote za mwili ambao unataka ziwe nazo. Na zile tamaa zote za maisha yako ya mwilini, sio ya rohoni. Sasa hakikisha pia mwili wako usiwe lango la kuharibu kiroho chako. Sasa lazima uwe makini katika kutunza kiroho chako. Ndio maana sasa usikii sauti ya Mungu. Kwa sababu gani? Mwili wako umekuwa lango la kunajisi roho yako na nafsi yako. Kama nafsi itamuhimidi Bwana na moyo utamtumainia Bwana na mwili utakuwa hekalu la Bwana, kiroho chako kitakuwa niko kizuri. Lakini kwa nini leo kiroho chako hakipo sawa? Na kwa nini leo Bwana amesema niseme na nyie habari ya umakini wa kiroho? Sasa unaweza ukaona tu wewe mwenyewe kwamba umekuwa makini kiasi gani ya kiroho. Ni nini unaviruhusu kwenye mwili wako, kwenye lango la mwili wako? Maana nimesema lango kwa mtu. Kwenye lango nimezungumzia lango sehemu mbili, bado sehemu ya nafsi. Sasa unakuta lango lako tayari la mwili limevamiwa. Mwili wako umekuwa ni moja kutoa kwenye kiroho chako, na inaharibu kabisa usiwe rohoni kwa sababu ya mwili. Hivyo Mungu akusaidie sana kwa wewe uliompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu akusaidie sana. Nafsi yako pia. Nafsi yako inaweza ikawa iko mateka mahali inatumikishwa, wewe mwenyewe umeiweka nafsi yako mateka kwa jinsi usivyotaka imtumainie Bwana. Sasa nafsi yako inakuwa tayari kifungoni. Lazima kiroho chako kiharibike kwa sababu nafsi yako iko mateka. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Tunakwenda sehemu ya pili. Roho iliyo wazi kupokea Roho Mtakatifu. Roho iliyo wazi kupokea Roho Mtakatifu. Tayari huyo mtu ana maandalizi. Ya kwanza kusamehe, ya kwanza kutubu, ya pili
kusamehe. Ya tatu, kushukuru. Haleluya. Ukisha tubu, kisha samehe, unamshukuru Mungu, moyo wako unakuwa, haijalishi kwa lipi wapi, haijalishi kwa kubwa dogo, haijalishi ni muda sahihi au sio muda sahihi, lakini unaangalia lile kusudi la Bwana tu, ili roho yako iwe wazi kuupokea Roho Mtakatifu. Lakini kama tayari nafsi na moyo wako na mwili wako hauko tayari kuisafisha kiroho chako, haiwezekani. Roho yako haiwezi kuwa imeshibishwa, haiwezi kapata chakula. Lazima roho yako iyanyweshe maziwa yasiyogoshiwa. Ukweli ni kwamba ni lazima uishi katika amri 10 za Mungu. Ukweli ni kwamba ni lazima umpende mwenzio. Sasa wewe upende. Haleluya. Sehemu ya tatu, kupoteza utakatifu katika kanisa ama binafsi. Biblia inatuambia muweni watakatifu kama jinsi Baba yenu alivyokuwa mtakatifu. Je, sasa na wewe tokea umempokea Bwana unaishi katika utakatifu? Yaani katika amri 10 za Mungu? Yaani katika tunda la Roho? Unaishi katika ule utakatifu? Wewe binafsi, kwa sababu wewe binafsi ukipona na kanisa limepona. Inatakiwa ukae katika utakatifu. Usinajisike kwa neno, usinajisike kwa tendo, usinajisike kwa wazo lolote lile. Je, wewe hapo ulipo umekaa katika nafasi yako? Uko katika utakatifu? Una haki ya kupasogelea patakatifu pake? Kama una haki ya kusogelea patakatifu pake, Mungu aendelee kukutunza na kukuwezesha. Ila yule ambaye utendi maneno ya huyu mtakatifu kwa rohoni wala nafsini, kinachopoteza utakatifu katika kanisa ama binafsi, wewe mwenyewe, kikubwa ndio huo mwili wako, roho yako na nafsi yako, kupitia fikira na mawazo ulionayo. Unachokiona unakiwaza nini, na unachokisikia unakifikiriaje? Hapo ndio unaweza ukaona mtazamo pekee wa jinsi unavyotakiwa kuishi na kuwa na wakini katika kiroho. Unachokisikia akinajisi kiroho chako, na unachokitamka akinajisi kiroho chako na kiroho cha huyo mtu mwingine. Je, utakatifu wako kupitia neno lako na tendo lako, je, na wazo lako litatunza utakatifu ambao Bwana ameuweka ndani yako? Utatunza utakatifu ambao Bwana anataka tuishi katika mwenendo huo? Utatunza utakatifu huo ambao kweli utakuwa kielelezo na alama na njia ya wengine kutenda na kuishi katika huo utakatifu wa kuonao wewe ukiwa kama mwana wa Mungu unaotizamia ufalme wa Mungu? Haleluya. Hivyo katika kupoteza utakatifu ni kutokuwa makini katika kiroho chako. Haleluya. Hivyo tunapenda sana mtu akae katika utakatifu wake, yaani utunze ule utakatifu, kwa sababu rahisi kuupoteza, ila kuurejesha ni ngumu. Ndio maana anasema kuna kumwamini Mungu, kuna kumpenda Mungu na kuna kumjua Mungu. Katika huu utakatifu, katika hizi sehemu tatu ndio utatunza sana utakatifu, kwa sababu ukimwamini Mungu, ukimpenda Mungu na ukimjua Mungu wako, huwezi kupoteza utakatifu wako hata iweje, kwa sababu unajua wewe umembeba mtakatifu na lazima na wewe uwe mtakatifu. Mimi ni Florentine Gama, mtoto wa John Gama, ni lazima nikae katika jina hilo na nimetoka kwenye kiuno chake. Kama wewe umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye alikuwa mtakatifu, ishi katika utakatifu, katika tengenezo lake, usiharibu utakatifu. Lakini leo ni kwa nini hata kanisani kumekuwa sehemu ambayo sio watakatifu? Kwa sababu watu wenyewe binafsi si watakatifu. Utakatifu hauwezi kuapia hapo.
Hamuwezi kutizama nyakati za mwisho. Hamuwezi kutazamia ufalme. Kwa nini? Mwili tayari umevamiwa. Haupali kupokea, tayari hamko katika umakini wa kiroho. Ukiwa makini wa kiroho, ni lazima utakatifu utakuwepo tu. Utanena kitakatifu, utatenda kitakatifu, utaishi kitakatifu, ili kiroho chako kisiharibike, ili ule mtembeo wa Roho Mtakatifu na uweza wa Mungu alioweka ndani yako uwe. Sasa ule uweza wa Mungu utakuwaje, mwana wa Mungu? Ikiwa wewe, alisema moyoni watakatifu, ikiwa wewe si mtakatifu. Haleluya, haleluya. Nimechukua muda mwingi kuzungumza zaidi, kwa sababu mimi sitaki ufanye maandiko kama ngonjera. Haya sio maandiko, hili ni neno la Bwana. Kwa sababu ni wengi wameashika maandiko kichwani, lakini hawayaishi. Sasa ni bure. Ni wengi wanakusomea mistari mingi, lakini hawakueleweshi. Lakini ukiliogopa neno la Mungu, hivi ukisikia unasikia kutetemeka. Kwa sababu unasema kweli mimi namtambulisha Mungu wangu. Kweli Mungu wangu mimi ni mtakatifu kama watakatifu wengine. Kweli ninaweza nikasimama kwa ujasiri patakatifu pake nikapasogelea mtini pake. Kweli ninaweza nikapeleka hoja zangu kwa zenye nguvu mbele za Bwana. Lakini huwezi kupeleka hoja zenye nguvu mbele za Bwana kwa sababu unajijua wewe mwenyewe sio mtakatifu. Lakini ungekuwa ni mtakatifu, unaishi kitakatifu, unamtambulisha Mungu kitakatifu, oh haleluya, Bwana atatukuzwa kupitia wewe. Lakini kwa nini atukuzwe? Kwa sababu utakatifu haupo, umeshapotea. Kwa sababu ya kutokuwa makini katika kiroho chako. Kwa sababu ili uwe na utakatifu, Roho lazima awe amejaa ndani. Ina maana atakupa wazo zuri, atakupa maarifa ya kutenda yale mazuri, atakupa kuishi kuliko nena, atakuongeza. Sasa kama Roho hayupo, utakatifu unakuja wapi? Ndio maana usikii tena, ndio maana ile kiu tena ya maombi imepotea. Ndio maana ule huruma imepotea. Ndio maana ile imani haipo tena. Ndio maana ule upendo haupo, umepotea kabisa. Kwa sababu kama Mungu angekuwepo, Mungu wetu ni pendo, upendo ungekaa ndani. Upendo ungekaa ndani, ungefurika na nje. Watu wangeuona ni utakatifu wa Mungu, wangesema hakika Bwana yuko mahali kwa juu ya yule mtu. Ana Mungu yule mtu ndani yake. Lakini hawamuoni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hawamuoni Mungu kwa sababu wewe mwenyewe sio takatifu. Hivyo tunamchafua Mungu wetu. Kwa nini wewe leo usiwe mtakatifu? Usikubali. Mwingine ana kanisa na madhabahu kama mimi hapa, lakini wewe mwenyewe usio mtakatifu. Matendo unayoyatenda sio ya kitakatifu. Sasa ina maana hata Mungu unayemtangaza hapo si Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na bahari. Haleluya. Umakini wa kiroho. Toba ya kweli ili upate mtembeo wa Roho Mtakatifu. Nini kitakufanya lango lako liwe imara? Nini itafanya usipoteze kabisa na kuwa tayari lango lako kupokea Roho Mtakatifu? Nini inafanya kanisa lako na wewe mwenyewe usipoteze kabisa utakatifu wako? Ni toba ya kweli ili mtembeo wa Roho Mtakatifu uwepo. Lakini kama utubu katika kweli, manake kuna wengine hapa wanatubia ile dhambi ya kurudia. Labda tumkumbuke yule mwanamke aliyezini kipindi cha Musa, wakati Yesu yuko pale hekaluni anafundisha watu. Asante Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Sasa kama wakati yule mwanamke alipokutwa amezini, alipopelekwa hekaluni ambako Yesu alikokuwa kwenye ile sinagogi, wakamwambia kwa sheria ya Musa huyu anatakiwa apigwe mawe mpaka afe. Kwanza pale uliza, mwanaume alikuwa hayupo.
Yesu akamwambiaje yule mwanamke? Enenda zako usitende tena. Lakini kabla enenda zako akawa anaandika chini, anakuambia Florentina, unakumbuka juzi? Unajikumbuka? Akasema asiyekuwa na mwenye dhambi na awe wa kwanza kutupa mawe. Kama jinsi wewe sasa hivi ulivyokuwa mwepesi kusema wengine, watumishi wengine unasahau unaandika Zaburi 105, usiseme wamasi wangu, usiwaguse, lakini wewe umo tu. Usiseme watumishi wa Mungu, lakini wewe umo. Tena shupavu kweli kweli. Sasa kitakacho kufanya lango lako uwe lisipoteze umakini, ulinde kiroho chako, kitachofanya roho yako iwe wazi, kitakachofanya usipoteze kabisa utakatifu wako katika lango lako na roho, na utakatifu wako ni toba ya kweli, ili upokee mtembeo wa Roho Mtakatifu ambao katika utakatifu nimegusia hapa. Ukitubu kweli na ukaiacha kweli ile dhambi ya mazoea ambayo unaitenda kila siku, na umefanya Mungu kama vile shangazi yako na mjomba wako au mamako mdogo au mamako mkubwa au baba yako, kwamba unakosea, kesho umevunja chombo, unarudi tena, unavunja sahani, unarudi tena, unavunja bakuli, unarudi tena, vunja jagi, unarudi tena, vunja thermos, unarudi tena. Kwa nini hukuwa makini? Ina maana Bwana amekusamea akarudisha ule uweza wa kiroho na akawa ananena na wewe, lakini kwa kutokuwa makini na kuzoea, unaona ni sawa. Unaona ni sawa kuumiza mtu, unaona ni sawa kutenda asiyofaa, unaona ni sawa, na ukienda kutubu unalia sana, makamasi yanakutoka. Na ndio maana mimi nikiwa naongoza toba, sala ya toba, au nikiwa naenda kwenye maombi ya toba, napendaga sana kufundisha watu kwamba kabla haya maombi ya toba, hala taratibu. Tusiende kwa maombi ya toba una uchungu wako binafsi, wakazi wa neno la mtu, la maisha yako, ukayaleta kwenye toba. Hapa ni tunakisogelea msitini kwako. Hapa tunausogelea tu kiti chake cha rehema. Sasa ukianza ule uchungu wako wa kusema, wa kutengwa, uchungu wako wa kukosa hela, utuende mbele. Tubia makosa, tubia dhambi, tubia uovu, tubia uasi uliotenda mbele za Mungu. Sio mambo yako mwenyewe binafsi na watu wako unataka uyalete hapa. Sasa unakuta mtu yupo kanisani, tunaanzisha sala za toba, naanza tayari analia. Ukimwangalia kiroho chake kabisa, ni anacholia ni kwa sababu tu ya kodi ya nyumba kalipwa, amenyimwa kodi ya nyumba. Ni kwa sababu tu amepigwa au amegombana na mtu. Ni kwa sababu tu anasemwa sana hapo kanisani. Ni kwa sababu tu anatengwa, athaminiki. Yaani hatubu sasa kweli. Ile toba ya kweli inayozungumzia ni ile kabisa, moyo uliopondeka na kujinyenyekeza. Yaani yule aliyeona mimi sistahili, yaani mimi hapa sistahili. Toba ya kweli. Ili uweze, ukitubu kweli utasikia uvuvio wa Roho Mtakatifu, ule utembeo unausikia. Lakini ule utembeo hauwezi kuwepo. Uko mkavu kwa sababu huna toba ya kweli. Kila tunaenda mbele za Bwana kwa toba. Tukienda mbele za Bwana kwa toba, mwenzetu unaanza uko za hapa, unaanza hapo sasa. Unakumbuka yule neno aliloniambia, unakumbuka ile message iliyotumwa na shangazi na mjomba uteva unakumbuka sasa pale. Umdanganye Mungu, jidanganya mwenyewe, haumwi Mungu bali unaugua wewe kiroho na kimwili. Utaki kulinda kiroho chako, huko makini na kiroho chako. Haleluya. Sasa katika hapa nimeanza na introduction ili tuone jinsi gani utakavyoishi. Unakuta mwingine kwa sababu ya kutokuwa na toba ya kweli anaingia kwenye mafungo, siku 7, siku 14, siku 21, siku 40, siku 50, siku 70, siku 100. Haya, kwa nini kitu akizaliwi? Kwa nini kitu akionekana? Toba ya kweli. Sawa. Ujarepenti kwa kweli. Inabidi urepenti, utubu kutoka ndani na useme kweli, mimi siwezi. Basi lango lako
litakuwa lango lako litakuwa limefungwa kabisa katika kuharibifu katika kiroho chako. Roho yako itakuwa safi kabisa katika kiroho chako, na utakatifu wako utadhihirika, na utakuwa mtakatifu katika toba ya kweli. Lakini lango lako liko wazi kwa sababu hufanyi toba ya kweli. Ndio maana umetoka kanisani au unatoka kwenye mafungo au uko kwenye mafungo, ndani ya mafungo unadanganya. Ndani ya mafungo unaenda nje ya amri 10 za Mungu. Ndani ya mafungo, yani kwa kweli unatenda mambo ya aibu. Ndani ya mafungo unakuwa sio mtu wa kiasi. Ndani ya mafungo unasengenya. Sasa hapo nikuulize, hiyo itakuwa kweli wewe unamjua Mungu kweli na unajua maana ya toba ya kweli? Ndio maana unajikuta ufungi, unajishindisha tu na njaa. Haleluya. Unajishindisha tu na njaa, unasindikiza wengine. Toba ya kweli ili uweze kufunga lango lako la kiroho chako lisivamiwe, lisiingiliwe na yoyote yule mharibifu. Kutunza roho yako ili lango lako liwe wazi, kutunza utakatifu wako. Lakini ni rahisi utakatifu wako kupotea kwa sababu huna toba ya kweli. Unapotelea, siku zinazidi kwenda, utakatifu unazidi kupotea, na unaishi na Yesu, unakuwa unaishi kisanii. Haleluya. So uwezo wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu ndio ufungulivu, uponyaji, utimilifu, ukamilifu ambao Bwana atatukamilisha katika kazi yake na utendaji wake. Haleluya. So bila hivyo huwezi kuona kujidhihirisha, yani manifestation huwezi kuiona, yani kujidhihirisha kwa Bwana huwezi kuona kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Ili udhihirisho wa Mungu ni ule utakatifu wako na jinsi Roho ulivyomtunza. Ili Roho abaki anahitaji kulelewa. Kama jinsi unavyochukua mayai dukani, unataka ukakaange unywe chai asubuhi, au kakaange chipsi na mayai, au kachemshe whatever, bebelea mayai, ndio unavyotakiwa utunze utakatifu wako zaidi ya hilo mayai unavyobeba vizuri. Iwe ni kwenye gari, kwenye bodaboda, kwenye daladala, kwenye pochi tu kutembea, unahakikisha yako mahali sehemu ambayo haigongi hata peni, haigongi hata Biblia fono ikigonga isipasuki. Yaani unahakikisha yaani hata tenzi. Si unaona unavyolinda? Hata simu unaona kabisa unavyolinda. Unahakikisha kabisa hata hii nani hizi earpods isiguse. Yaani unahakikisha sio earpods, ukiweka kwenye pochi unahakikisha hata hizi power bank isiguswe na ile mayai. Sasa kama unalinda mayai hayo unayala, alafu baada ya masaa 2 matatu tayari huko washroom, huko toilet, huko msalani, unalinda power bank isiguse, hizi earphone isiguse mayai yako, hizi zote zisiguswe humo, Biblia, peni, daftari, lolote isiguse, ili tu yai lisipasuke. Maana unajua yai likipasuka sasa itakuwaje? Kwanza litaharibu harufu kwenye pochi, itabidi ubadilishe pochi au mfuko, au itaharibu vitu vingine. Pili, nitakosa mayai. Sasa mbona unalinda sana hayo mayai na uko nayo busy kwenye tray huko busy? Ni watoto, pokeeni mayai haya, hakikisheni mayai vizuri. Mbona unatoa sana alert juu ya mayai? Vipi, mbona kublinki chochote roho yako kwamba huna utakatifu, kwamba roho yako imevamiwa, kwamba kuna lango liko wazi mbona upati alert yoyote? Jiulize ni kwa nini. Haleluya. So Mungu awezi akakusaidia na kukuwezesha kukaa katika ile nafasi yako na kuwa makini katika kiroho chako. Kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani, Roho Mtakatifu, utakatifu ukiwa nao, utapata kitu kinaitwa utulivu wa ndani. Wewe unafikiri kwa nini upo hivyo? Kidogo unaweuka, kidogo unakuwa, kidogo nini? Mimi siku nyingine huaga na kaaga naangalia.
Nasema jamani, hivi huyu kaokoka hivi, ile tunda la Roho anaijua kweli? Kwa nini unafikiri najiuliza? Maana naona mtu hana kiasi, kila kitu anajua yeye, kila kitu anafanya yeye, kila mtu anamjua yeye, kila kitu anamjua yeye. Hivi yeye, mbona sizioni habari za Mungu ndani ya kinywa chake? Mbona siuoni uoga wa Mungu ndani ya kinywa chake? Mbona sioni utii wa neno la Mungu ndani yake? Mbona sioni ule mtembeo wa Roho Mtakatifu ndani yake? Mbona naona tu vitu ambavyo yeye anaona vinafanyika? Haleluya. So mimi ninatamani uwe mwana wa Mungu ulioshibishwa, unayonyesha maziwa asiyogoshiwa. Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu. Hakikisha unaishi katika tengenezo la Mungu. Hakikisha unakaa kwenye tengenezo la Mungu. Wewe mwenyewe ukitumia kipawa ambacho Roho amekupa, haleluya, utaona kule kutulia kwake. Ukimpokea Roho Mtakatifu na kuishi, utaona tu utulivu. Nyie mliacha mlango wazi, naona sielewi. Haleluya, haleluya, wana wa Mungu. So hakikisheni unakaa na unatunza utakatifu kuliko chochote kile unachoona unakitunza, ili Roho wa Bwana asikuondoke ndani yako, ili uweze kufaulu katika hilo. Haleluya. Sasa unajikuta umeshapoteza ule uwepo wa Mungu, umeshampoteza Roho Mtakatifu. Ili Roho Mtakatifu arudi ni mafungo ya siku 40 na kuomba kwa kutulia. Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu. Yohana wa kwanza wa Yohana damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Na nguvu za shetani zimeshindwa, na nguvu za shetani zimeshindwa, na nguvu za shetani zimeshindwa. Atukuzwe Mwokozi. Waraka wa pili wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 10. Yeye ampendaye ndugu yake atakaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Ndugu yangu ni mimi na wewe. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 10 nasema hivi: yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Mimi na wewe ni ndugu katika Kristo Bwana. So kama itakuwa giza linatoka wapi?
Kama kuna lango la giza ambalo limefunguliwa kwenye moyo wako leo hii na majira haya, hilo giza liweze kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu akubariki sana na Mungu aweze kukuzidisha sana katika hapo tulipojifunza katika introduction yangu Bwana ambayo ametupa saa hizi tufanye, tukiwa tunaenda kwenye sehemu yetu ya pili. Tukiwa tunaenda sehemu yetu ya pili, tuimbe tenzi. Tuimbe tenzi. Haleluya. Tenzi namba 58, mwamba wenye imara. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Tenzi za rohoni namba 58, mwamba wenye imara. Kwa kazi, bweti la pili, zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhi, hayaishi makosa. Ndiwe wa kuokoa, sina cha mkononi, naja msalabani, nitupu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja, nioshe sijafa, nikungojapo chini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni na kumwona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe, nikungojapo chini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni na kumwona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Haleluya, haleluya. Umeinuliwa, umebarikiwa sana wewe uliokuwa mshindi.